hakuna jambo zuri kama kuishi kwa kutafuta radhi za Allah, na hakuna jambo jema kama kuishi vizuri. Na kuishi vizuri ni binadamu kutomkera muumba wake, Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na ili uishi vizuri, hayo maisha anakupa Allah, na sharti yake ya kukufanya uwe mzuri wa maisha ni katika yale maneno katika Qur'ani, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yeyote mwenye kufanya mema, awe mwanamme awe mwanamke, na akiwa na imani thabit, ahadi yetu sisi ni kumpa yeye maisha mazuri. Falanuhyiyannahu, ukisoma lugha ya Kiarabu hizi lamu fala na hizi nuni falanuhyiyanna zinaitwa taukidat. Lamu inaweza ikawa ya qasam na nuni ikawa ya taukidi, yani anasisitiza. Allah akiongea nasi hakuna haja kusisitiza sisi, kwa sababu wenzetu hawatuamini. Ndio mara nyingi ukisema wanakutizama, wanaangalia reaction yako na body language, huyu kweli anasema kweli, alafu wanaweza kukwambia hapa, hebu hapa, wakakuapisha mara moja, mara mbili, mara tatu. Lakini Allah kwa nini aape katika mazungumzo yake? Utakuta katika aya nyingi Allah analeta lam ya qasam, wallahi tunaapa, kwa sababu sisi tumezoea kuapiwa ili tuamini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, man asdaqu min Allahi qila, ni nani mkweli kuliko yeye? Ni nani anayesema maneno ya sawa kuliko Allah? Lakini kwa umuhimu wa hii kadhia na message anayotaka kutoa, anaapa Allah, falanuhyiyannahu, tena anasisitiza na nuni za taukid kwamba ukifanya mema tutakupa uhai mzuri, yani maisha bora, na tutakulipa malipo timilifu. Tukasema hakuna maisha bora kama kuishi kwa kutaka radhi za Allah, ukala chako cha halali, ukajiepusha na haramu. Pale ambapo mtu anakuwa na familia, ndipo mambo pale yanapopamba moto. Ndio maana Abul Maali mke wake yeye kamtengeza mwenyewe, kwa maana kwamba kamlea mwenyewe. Mipango ya kuja kuwa yeye nani kayapanga mwenyewe. Na huyu mzee alikuwa ni mwanachuoni, ni alimu wa tafsir. Baba yake Imamu al-Haramain ni mufassir mkubwa, ni muhaddith mkubwa, ni alim. Kwa hiyo ile khutwa ya kupata kizazi chema aliipanga mapema, kwa sababu unajua kuna watu tunafaidika mara nyingine kutokamana na athari za wazee wetu. Baba alifanya mambo huko, zile athari za baraka zake zimetufikia mpaka sisi huko. Allah anasemaje katika Qur'an? Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Angalia watoto wawili mayatima, ule ukuta uliojengwa na Khidri na Musa alayhi masalam ulikuwa wa kwao. Lakini chini ya ukuta kulikuwa kuna hazina. Hazina wamewekewa kama akiba yao iwafae baada ya wao kuwa wakubwa. Wazee wao hawapo. Kwa hiyo katika vitabu wakipita kuna maandishi yatawakumbusha kwamba pahala fulani mmeshakuwa sasa,
kafukueni, kuna jambo moja mbili tatu. Lakini ukuta ule unaanguka, ile athari itapotea, kilichowekwa pale hakitaonekana tena. Musa katumwa na Allah, tena mtume aliyetumwa katika wale ulul azmi minar rusul. Kuna mitume hao wanaitwa ulul azmi minar rusul, Musa, Ibrahim na wenzake wote, akiwemo mtume Muhammad na Nuh na Nabii Isa. Hawa ni wazito. Ana tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tizama, Allah anamtuma mtume kalimuhu. Sifa yake Musa, yeye alikuwa akisema na Allah, anaongea naye, msemezwa na Allah. Uzito wake ni mkubwa sana mtume huyu. Kisha na Khidri ambaye Allah amempa ilmu ambayo Nabii Musa alikuwa hana. Wote wawili hawa kwa uzito wao na utukufu wao wametumwa kwenda kuitumikia kadhia, kesi ya watoto mayatima madhaifu. Yani kama kusema mtu mkubwa, mheshimiwa fulani anakuja kukutumikia wewe ambaye watu wanaona ni mlala hoi, anahangaika kwa ajili yako. Mbona mheshimiwa umehangaika kwa watu wadogo sana? Musa kalimullah na Khidri wametumwa, nendeni kaujengeni ukuta ule, ili mali ile au hazina ile isije ikapotea. Vitoto havina habari. Allah anawatuma waja wake wakubwa, wameingia kazini wakausimamisha ukuta. Faarada Allahu an yablugha faaradna an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Mwenyezi Mungu akataka wafikie katika utu uzima, akili timamu, ili watoe hazina yao. Sasa itaanguka. Kwa sababu gani? Kana yuridu an yanqadh hadha aljidar. Unataka kuanguka, simama huko, lete kamba, weka hapa, funga, simamisha ukuta, umesimama. Fa amma aljidaru fakana lighulamain yatimain fil madina. Hii imefanyika kwa sababu ya baraka na athari na wema wa wazazi wao waliopita. Kwa hiyo unaweza ukaona mambo mengine unakuja wewe kuyapata huko ya khairi, kumbe li salahi abawaik, kwa sababu ya wema na matendo mazuri na namna walivyojikita wazazi wako kwa Mola wao, basi zinakufikia mpaka wewe huko. Wema haumuachi mtu. Ndio wenye kusema wakasema isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi falan yadhi'a al-ma'rufu aina ma zuri'a. Mfanyie wema unayemuona kwamba ni mwema, na hata ambaye unaona kwamba si mwema mfanyie wema. Anayeujua wema mfanyie, na asiyeujua wema mfanyie pia. Anasemaje? falan yadhi'a al-ma'ruf, wema haupotei, aina mazuria, popote utakapolimwa utaleta tu natija. Hususan ukimfanyia aliye mwema, oho, na usimfanyie asiyekuwa anaujua wema, vile vile utarudi kwako. Ndio anasema isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi fa in sadafa ahlahu fa huwa ahluhu wa in lam yusadif ahlahu fa anta ahluhu. Umepoteza nini? Ufanye wema kwa anayejua wema na asiyejua wema. Ukisadifu uliyemfanyia wema ni mwema, huyo ndiye mwenye kufaa kufanyia wema. Lakini ikisadifu kwamba uliyemfanyia wema siye mwema, wewe uliofanya ndo mwenye wema, umerudi kwako. Wanachuoni wetu wanasema tusiseme sudfa, tuseme qadara. Yani ikikadiria kwamba umempata wema aliye mwema, fa huwa ahluhu. Lakini haukumpata aliyekuwa mwenyewe, fa anta ahluhu, yarji'u al-ma'rufu ilaik, wema unarudi kwako. Umepotea wapi? Tusaddiq al-layla ala sariq, ile hadith tumeitoa mwaka jana katika Ramadhani.
tusaddiqa al-layla ala al-baghi, tusaddiqa al-layla ala al-ghani. Leo jamani, kapewa zaka tajiri, kapewa zaka mwizi, kapewa sadaka mwanamke kahaba. Lakini hadithi iliongoza vipi? Huenda mwizi akaacha, huenda kahaba akaacha kazi yake mbaya ili, huenda tajiri naye akapata mawaidha akaona mimi sitoi mpaka napewa mimi, naye akaanza kutoa. Ndio wema unavyofanya hivyo. Kwa hiyo hautupiki, huwezi ukautupa pahali. Lakini kikubwa ni sisi hapa, naona kiasi kikubwa walio mbele yangu hapa ni vijana. Maisha yako yanataka uyapange, takhtit. Alafu useme hapa nilipofikia nimeshajitahidi, palipobaki namwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Watoto wako unawatafutia mama bora, wewe mwenyewe unatafuta nzuri, kazi bora, jasho lako, kipato chako kizuri, unatafuta mustakbali mzuri, unatafuta marafiki, kila kitu chako kiwe accurate, kila mpaka marafiki wako waliokuzunguka. Chagua, ndio chagua marafiki. Khairu sadiqin man yudhakkiruka idha nasita Allah. Yule anayekwambia leo rafiki yangu, mbona sijakuona katika swala? Mbona unakula na ni Ramadhani? Mbona umemjibu hivi mamako na babako? Mbona umemjibu hivi mke wako? Mbona umemjibu hivi mtu mzima yule? Watu aina hii uwe nao karibu. Unajua miongoni mwa masaibu yaliyotusibu sasa hivi ni masaibu ya maadili. Maadili wallah. Zamani ulikuwa ukipita njiani umkute mzee, alafu hujamsalimia yule mzee, wala hakuambii chochote. Ukifika nyumbani unapata salamu, au yeye mwenyewe apite arudi aende nyumbani asema, mzee Abdallah, mtoto sijui amekuaje siku hizi, tumekutana njiani hapo, hata salamu hajanipa. Ole wako, utacharwaza mikwaju wewe. Siku ya pili ukimwona punda njiani unamsalimia, shikamoo. Hivi ndivyo watu walivyokuwa zamani. Lakini leo sio kusalimia tu, wanakutukana watoto, wanakutukana, sio salamu tu. Zamani ilikuwa sio. Zamani ukikosa adabu njiani, mzee yoyote anakutia adabu, anakufundisha adabu. Na ole wako uende kwenu ukasema mzee fulani kanipiga, wallahi unaongezwa kuliko zile. Au mwalimu madrasa au shuleni akupige, alafu uende ukashtaki nyumbani, anaitwa yule mwalimu, eti imekuaje mwalimu? Kanipiga. Mwalimu njoo muongeze. Siku ya pili kama utapigwa tena utakuja kusema nyumbani. Wallahi sisi tumeyakuta eji yetu, sisi tumekuta. Mimi mpaka leo nikienda, mamangu yuko hai, Mungu amweke, nikifuatana naye kila hatua tano ananisimamisha. Uthman, unamjua huyu na mamake na babake na shangazi yake, basi ndio wewe mbele hapo. Na huyu unamjua, huyu babu, kila mmoja anapewa introduction na sabaya yake na namna alivyo udugu. Mama anamwambia mimi nitahifadhi vipi watu wote hawa? Lakini hii mpaka leo anakueleza ili uwe karibu na uwajue watu wako, familia yako, jamaa zako. Leo kuna vijana ami yake ndugu wa babake hamjui. Mtume sema ammu rajuli abu, ami ni baba, halo yake hamjui, ndugu na mamake, shangazi yake hamjui. Utawajua watu wa mbali? Watu wa karibu hujui. Utawajuaje watu wa mbali? Blow tuliopigwa ni katika maadili. Hatupo kabisa katika maadili. Kwa ajili hiyo utengeze vizuri kikosi chako cha familia mapema, kwa sababu ukiharibikiwa mwanzo
huko mwisho utaharibikiwa. Hii ni asas, foundation. Wanasema mata yastaqimu dhillu wal'udu a'waj. Wakati gani utakiona kivuli kimesimama wima wakati mti wake umepinda? Kivuli kikipinda ni kwa sababu mti wenyewe umepinda. Hakiwezi kivuli kikawa sawa wakati mti umepinda. Kwa hiyo mti ni wewe, foundation, tengeza wewe mapema. Ndio maana Abul Maali jari akamleta nyumbani, fa at'amaha bi atyabi mali, kisha akampa introduction, iyaki an tadkhuli au an tudkhili fi jawfiki ma yughdibu Allah, usiingize katika tumbo lako kitu cha haramu. Na mipango ikafanikiwa, akamleta duniani kijana alim aliyeufaa ulimwengu. Wangapi wameoa hapa? Nyanyueni mkono alioa, nione vijana. Hata kama hujaoa usininue mkono tu, Mungu anakuona umefunga. Sijaona nini mkono, kila mtu alioa. Wengine wakubwa bado hawajaoa au niacha. Sio aibu. Wapo wanachuoni, Imam Nawawi hajaoa mpaka amekufa, mpaka amefariki. Ibn Taymiyyah hakuoa mpaka amekufa. Na wako wengi wanachuoni wakubwa wanasema mimi nikioa hata nishughulisha na mambo ya ilmu. Imam Nawawi alikuwa ile kula pia kwake anaona anachelewa, mpaka mamake anakuja na mkate anamlisha huku yuko kwenye vitabu. Anapata usingizi pale baadaye anazindukana anaendelea. Imam Nawawi mwenye kitabu cha Riyadhus Salihin, kulala kwake ni haba. Maana kuna wakati ule usingizi unajua ni very strong, wenyewe unakuiba, unakulazimisha. Kama kuna mashine fulani unakwambia lala. Sasa alikuwa kilala vile, amezidiwa na lala hapo kwenye vitabu, anaamka anaendelea. Jamani, kumepita watu huko. Kuna watu wamepita walikuwa wakitunga ndani ya kitabu kimoja fani zaidi ya 5 katika kitabu kimoja. Yani zile khati zikienda hivi ni fani katika elimu, zikienda hivi nyingine, zikienda hivi ni fani nyingine. Maneno yale mahodari wamepita katika hii dunia, lakini wamefanyaje kazi hizi Allahu a'lam. Tafikiri majini namna walivyokuwa wakifanya kazi kuufanyia umma huu. Wewe na mimi tumefanya nini? Tumefanyaje? Inahitaji takhtiti ya hali ya juu kupanga vizuri familia zetu mapema. Wewe wale ambao bado hawajaoa, mimi nimewaambia walioa nyanyue ili niwaone, ndio wameshaoa. Ikiwa wale ambao bado, nawapa nasaha hii ambayo ulama wanasema, idha tazawwajta fakun hadiqan wanzur ila alghusni wa manba'ihi. Ukitaka kuoa, kuwa mchunguzi na tizama tawi pamoja na mizizi yake. Hii ni wasia kwa wale ambao wanataka sasa hivi kuoa. Mmoja katika wema waliotangulia alikuwa akisema, mimi nilikuwa nikiona baraka kutoka kwa mke wangu na familia yangu kupitia farasi wangu, kupitia maisha yangu ya kila siku. Mara nyingine farasi anapokuwa ana kibri, yani amekuwa na inadi, anasema nimekosea mimi katika nyumba yangu, nimemkosea mke wangu, au kuna kitu hakijakaa sawa, ndio maana nuksi inatoka huku na kisirani na kiona huku, kutokamana na vile ndavyoamiliana mimi na mwenzangu pale nyumbani. Leo ongea na kadhi yoyote, kama ni sahibu yako unamweza kadhi, muulize pale ofisini kwako kesi zinazoongoza ni zipi. Atakwambia za wanandoa tabani.
tembelea katika mahakim za maqadhi, watu wanapigana mpaka mbele ya kadhi. Si wameitwa kwa ajili ya kikao cha kusuluhisha? Hapo kwenye kusuluhishana ndo panaripuka moto usiowezekana. Hata kama mtu alikuwa amemchukia mwenzake kidogo, anazidi kumchukia kutokana na kikao kile. Na sisi tumeambiwa ikiwa kutakuwa kuna utesi, ugomvi kati ya wanandoa, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Leteni huku msuluhishaji kutoka kwa mke na kwa mume. In yurida. Mufassiri wengine wa Qur'an wanasema wakitaka, sio mume na mke. Wakitaka wasuluhishaji, yani sharti wale wasuluhishaji wenyewe pia wawe na nia nzuri. Lakini wasuluhishaji wetu wanaletwa kutoka kwa mjomba na kule mjomba. Kwanza huku kishaza mjomba, mimi simtaki kabisa yule mkeo, lakini tu mimi nakwenda kuondoa njiani. Mimi nitasema maneno lakini wewe nipinge. Kataa, si mume yule, si mke yule. Kesi hizo zikoje? Kesi nyingi ni kwa sababu ya wanandoa. Kila mmoja haki hapati kwa mwenza. Na sisi niwaambie ndugu zangu Waislamu, sisi wanaume mara nyingine ndio tunakosa, wakosaji. Na ukichunguza sana familia zetu, thakafa yetu, wallahi wanawake wanabidii sana ya kuelimishana kuliko wanaume. Hata siku za harusi zile, yule mwari ana somo yake, anapelekwa, japo bighadhi an-nadhri kutizama yale mafunzo kama wanapatia au wanakosea, achilia mbali, lakini tu kupatikana kwamba kuna mtu wa kumfundisha. Haya, niambieni katika sisi wanaume nani aliyepata somo wa kumfundisha mambo ya nani? Nani? Mtu anyanyuki hapa anambia mimi nilipelekwa kwa babu yangu akanifundisha. Nani? Kuanzia mimi mzungumzaji mpaka nyinyi wasikilizaji, hatukufundishwa kwamba tunaonekana tunayajua kila kitu. Sio kila kitu, kwamba hawa wazee mara nyingine kuna vitu vingine wanakupa kwa experience yao. Chukua alhikmatu dalatul mu'min. Sisi tumefundishwa na Uislamu kwamba hekima ni elimu iliyompotea Muislamu, ainama wajadaha fahuwa ahaqu biha. Popote utakapoipata, iwe kwa mzee, iwe kwa mdogo, iwe kwa mwanamke, iwe kwa mwanamume, iwe kwa Muislamu, iwe kwa asiyekuwa Muislamu, kama ni jambo zuri lichukue. Qadhi wa Maru, miji huko wara an-nahar, qadhi wa Kiislamu alipotaka kumuozesha mwanawe, alikwenda kwa jirani yake Majusi. Majusi tunawajua wao wanaabudu moto. Akamwambia, jitu astashiruk ghadan sauzawwiju ibni, jitu astashiruk liannani sauzawwiju ibni, nimekuja jirani yangu kwa ujirani wetu, nataka unipe ushauri, kesho namuozesha kijana wangu. Yule Majusi akashtuka, wewe unanijejea? Anta qadhi almuslimin yatuna ilayka yastaftunak fi qadayahum. Wewe ndo qadhi, wewe ndo mtu wa kutoa ushauri, wewe ndo watu unawashauri, wewe unawaozesha, wewe unafutu masala yao. Jita tastashiru, ni umekuja kuniomba ushauri mimi majusiyun a'budu an-nar? Akamwambia, wallahi utanipa ushauri. Akamwambia, basi kama umesisitiza nitakupa ushauri. Asema, inna raisana kana yakhtaru al-mal. Sema kiongozi wetu alikuwa anaangalia zaidi mali. Wa inna raisa al-yahud Qaisar kana yakhtaru al-jamal, alikuwa anachagua uzuri. Wa raisa an-nasara, yani akamtajia wote wale.
Majusi, Mayahudi na Manasara walikuwa wanachagua nini? Vitu vya mambo ya kidunia. Asema wa inna jahiliyat al-arab kanu yakhtaruna al-hasaba wan-nasab. Wao walikuwa wanatizama koo na milango na makabila. Umeolewa na kabila gani? Bani fulani, bani nani? Wa kabila lile, wezi, vitu kama hivyo. Wa inna raisakum, na wewe kadhi, kiongozi wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yakhtaru al-khuluqa wad-din. Yeye alikuwa akichagua akhlaq, tabia na dini. Wayahudi wanataka mali, Wanasara wanataka uzuri, na nyinyi kiongozi wenu walikuwa wanachagua akhlaqi na dini. Sasa we chagua, bi ayihim taqtadi, katika hawa niliowataja unamfuata nani? Swala liko wazi. Na we ni Muislamu, kiongozi wako alikuwa akisema tunkahul mar'atu li arba'in limaliha lijamaliha lihasabiha lidiniha fadhfar bidhati dini taribat yadak, sivyo? Sasa unakuja unataka ushauri gani zaidi? Fuata unapoona wewe umeridhika napo. Taban, ushauri unachukua kutoka kwa watu wenye experience ya hali kama hizo. Sisi hatufundishwi vijana, hatupati watu wa kutupa nasaha. Nasaha wallahi zinazopatikana ni siku ile umepelekwa msikitini kufungishwa nikah, ambiwe shekhe, simama kidogo, muwaidhi bwana harusi. Muwaidhi bwana harusi siku ile, siku ile bwana harusi anasikia lakini asikilizi. Yeye pale anatamani hawatamaliza saa ngapi hawa? Mbona ananieka huyu babu? Yeye ndo anakuozesha, alafu sasa huyu babu mbona ananieka hivi? Unataka kwenda huko unakosubiriwa. Sikiliza, baada ya miezi mitatu wakiona ile CD imetoka, hala, kumbe siku ile nilihusiwa hivi. Wanacheka, ndo kweli. Labda yake ukaisikiliza baada ya mwaka mzima, hala, shekhe kumbe kasema hivi. Sasa tunafundishana nini? Tunafundishana nini? Kikubwa wahuni tu ndo watakufundisha. Bwana siku hizi kuna alkasusi hiyo. Yaani we kitu kikubwa pale, na wengine wanakuvutisha mpaka bangi. Yaani siku tukufu ya kukamilisha nusu ya dini yako, wewe ndo unaenda kuvuta bangi. Maskini. Ndoa yako wewe unakamilisha dini kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatupeani nasaha, hatupeani mafunzo. Matokeo yake unaingia katika ndoa, wewe unajiona tu boss siku zote. Sasa niwaambie ndugu zangu, ile aya wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Hizi aya watu wanazifikiria za wafanya biashara. Wailul lilmutaffifin, adhabu kali kwa wenye kupunja katika vipimo. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, wakiwapimia watu zile dhulma zao lazima wazitekeleze, lazima waibie, lazima wapunje. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Abu Juhaina huyo alikuwa na pishi mbili, akitaka kununua anatoa pishi kubwa, maana kile anachokinunua kiwe kingi. Lakini sasa wakati wa kuuza yeye kile anatoa pishi ndogo, anachotoa yeye kidogo, lakini anachopokea yeye. Hii mentality hii ndio iko kwenye ndoa, hususan kwetu sisi wanaume. Yani hatutimizi haki za wake zetu, lakini sisi tunataka wake zetu watutimizie kila kitu. Na unatoa macho, umenioa wewe au nilikuoa mimi?
alafu na muhaddid na talaka na muhaddid. Usipojirekebisha utaenda kwenu. Umekuja hapa una kilo 40 tu, sasa hivi unakula bure tu, una kilo 150, alafu unisikilizi. Unafikiri chakula hiki ulikuwa unakipata kwenu hiki? Babako alikuwa anakupa kama hivi? Imekuwaje kumtajia wazazi wake? Imekuwaje kumtajia chakula? Imekuwaje? Kwa nini usiwe mume bora anayeficha kile kitu chake, asiyekuwa msumbulifu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mzuri wenu ni yule mzuri kwa wake zake, na mimi mtume wenu ni mzuri kwa wake zangu. Kiongea na mkeo uchagua kuwa selective kwa kuongea naye, chagua maneno. Ukipokea simu sasa kama hujapata mfundishaji, ndo nakufundisha kabisa hapa. Habibati, honey, darling, usione tabu kutumia hata maneno hayo. Kuna wengine hapa wanaona haya hata pia kusema mke wangu, anaona haya. Eti maskani ukisikika sasa mke wangu, jamaa alipendui meza hilo limewekwa hapa kila wakati mke wangu. Sasa nisemeje? Mume wangu yule mke wangu. Nifanye nini sasa? Hata ukipokea simu maneno mazuri, halawa. Mmoja aliulizwa, unampenda wewe mkeo? Akasema naam. Hebu tueleze unampendaje? Akasema qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha, ana wahya ruhun wa qalbun wahidun, hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Moyo wangu ni wake na wake ni wangu, roho yangu ni yake na yake ni yangu, na mimi na yeye roho na moyo mmoja. Kinachomtosha mimi kinamtosha yeye, kinachomtosha yeye kinamtosha mimi, na yeye ni kitu kimoja. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nyinyi ni mavazi yao na wao ni mavazi yenu. Nguo hivyo ilivyokukaa, ilivyokupendeza, imeganda, iko na wewe, haikubanduki, ndivyo alivyo mkeo wewe na yeye. Mnashare vitu muhimu sana ambavyo huwezi ukashare hata na mama au baba au mtu yoyote wa karibu. Anaacha nyumba yao, anaaga wazee wake, watu muhimu kabisa, anakuja kwako. Wewe ukija pale kuna haki lazima umtekelezee yule, na yeye anaza kwake. Sasa maskini kafundishwa, ukifika mke wa mumeo akikuhitaji, maadamu anakuhitaji katika njia nzuri, muitikie, kubali, wala usije hata siku moja ukakataa. Yote hayo wewe unaambiwa. Kwani mke tu ndo anakuhitaji wewe? Tu ndo utamhitaji mke wako? Yeye hakuhitaji? Kwa zile habari zile, manake wewe tu ndo unahitaji, yeye hahitaji. Sasa je, siku moja akikwambia mume wangu nakuhitaji, una respond vipi? Mwanamke wewe, nimekwambia utaniua wewe. Usiwe unatoa maneno kama hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulindie kizazi chako, unaharibu mustakbali wako mwenyewe. Na huquq zake ziko wazi. Kwa hiyo kama ambavyo unapenda wewe utimiziwe, na yeye pia mtimizie. Usiwe wailul lilmutaffifin. Ukihitaji wewe ndio ukamilishiwe, lakini wewe hutaki kukamilisha wengine. Tunafahamiana? Lakini pia wazazi, auliyaul umur, kina baba, na ndo sisi kishakuwa na watoto wa kike, basi ujue watakuja tu. Umesikia vijana wanasema mwenye dada hakosi shemegi. Utapata tu shemegi, madamu dada unaye utapata, madamu mtoto unaye utapata wakwe, na hivyo hivyo. Lakini sasa biman uzawiju ibnati, huyo mkwe nani sasa? Nani wa kuozeshwa binti yangu? Niliwahi kusikia kesi fulani, mmoja anambia usimuozeshe, nimesikia fulani kaja kuposa kwako, lakini sisi tunamjua huyo mposaji, katoboa mpaka pua. Mwanamme yuko wapi? Sijui yuko Marekani wapi. Yule mama mwenye mtoto akasema,
Si ndo mambo ya Marekani hayo? Yani ndo kishakubali huyo, yani anampa udhuru, kaambiwa manake mposaji, si ndo mambo ya Ulaya huko na Marekani ndo watu wanavyoishi hivyo. Mama kishakubali, pengine kaletewa dola fulani vile, na unajua hali zetu, palipo na udhia penyeza rupia, mambo yote shayasahau. Anaambiwa mkweo yuko hivi, anasema ndo mambo ya huko ataacha baadaye. Kisha kuwa umependa ndo hivyo, takachoambiwa ukubali, takachoelezwa ukubali. Jamani huyu bwana niachieni, nitamrekebisha. Sawa, lakini anaweza akakurekebisha wewe si unasali 5 salawat, akhlaq zako ni nzuri, unaweza ukarekebishwa sasa ukawa huko tena huko. Sasa itategemea nani kati yako na wewe atamrekebisha mwenzake. Kwa hiyo aulia ulumur nao wanapanga. Hasan alikuja akapata mtu aina huyo, akamuuliza biman uzawiju ibnati, binti yangu amekuja kuposwa na watu tofauti, nani nimuozeshe? Nani alokuwa na sifa? Akamwambia zawijha taqi, muozeshe mcha Mungu. In ahabbaha akramaha, akimpenda binti yako atamkirimu, yani atamweka pahala panapofaa. Wa in karihaha lam yadhlimha, na akimchukia hatomdhulumu. Akimpenda atamkirimu, kama hajampenda hatomdhulumu. Hivi vitu viwili ni muhimu sana. Niwaambie vijana, niwaambie kitu kimoja muhimu sana. Kuna hikma inasema kathratul misas au kathratul masis yubalidul uqul, yani kitu kikikamata sana kinapumbaza akili yako mpaka kinakutoa fahamu. Yani mfano, hii ni dhahabu, zima simu hii dhahabu hii, lakini kwa sababu ya kuishikashika sana mpaka inatoka ile thamani yake na umuhimu wake, unaweza hata ukaitupa bila we kujua. Watu wakashangaa, mbona katupa dhahabu? Kwa sababu ya ile kuwa nayo siku zote, kila wakati umeikamata sana. Na hii sio kwa dhahabu, hii mpaka kwa vitu, kwa watu. Unaweza ukawa na rafiki kutoka 1984, ulikuwa na rafiki yako mpaka leo mko pamoja, hamgombani, mnagombana lakini mko pamoja mpaka leo. Unaweza ukawa na mke, kuna wazee na wasikia wanazungumza, mimi na miaka 45 sasa hivi na mke wangu, mpaka sura zao zimefanana, utafikiri ndugu, mtu na dadake. Ile kukamata kitu, kuwa nacho kila siku, kinakufanya unakuwa kipofu. Kuna baadhi ya vitu wewe unashindwa kuviona. Nitawapa mfano. Mtu anakuwa anataka gari fulani, sema mimi wallahi hii ni dream car kwangu. Kipata gari basi anaipata ile gari, anakuwa nayo. Baada ya mwezi mmoja sema bora nipate nyingine. Baada ya mwaka anaweza asaka kugaia, wakati alikuwa halali kwa ile gari, hapati usingizi. Lakini kwa sababu ya tulul ahdi, kubakia kwake kwa muda mrefu, kile kitu kimebadilika kwa kukishika sana na kuwa nacho sana, anataka kipya. Hii inakwenda mpaka kwa watu. Hata mimi hapa si unaona shekhe wako kwa muda mrefu, lakini baada ya muda unaanza kunichoka, unataka shekhe mwingine mpya. Kweli nawaambia, na sikasiriki, tafuta shekhe mwingine, tafuta mtu mwingine. Lakini nakwambia hii ndiyo tabia ya maisha na mwanadamu. Lakini pia niwaambie,
sehemu kubwa ya nyinyi hapa, nyinyi mliokuwa hapa, wala hamtoki hapa kwa Mchina. Sehemu kubwa mnatoka mbali, kuna watu kina sio wanatoka hapa. Sura zenu wengi naona mimi sio majirani zetu hapa. Inawezekana wengi tulioswali hapa wa hapa wameshaondoka zao, wameenda zao. Wengi. Sasa kuna msemo mwingine kama unasema azhadu nnasi bialimin. Mimi sio alim, sio mwanachuoni mkubwa, najaribu kufuata nyayo zao. Nasema azhadu nnasi bialimin ahluhu wa jiranu. Watu ambao hawamuoni kwamba alim ni alim ni jirani zake na watu wake wa nyumbani. Jirani zake na watu wake wa nyumbani. Yani watu wako wa nyumbani, watu wa kwenu, wala hawakuoni chochote. Alafu pia wanashangaa, wote hao ndio wamekuja kwa sababu huyu na huyu naye pia ni sheikh. Yani vitu kama hivi vinatokea. Na watu wa nyumbani kwako na majirani zako. Ni wapi kisa kimoja? Imam Shafi, Imam Abi Hanifa. Imam Abi Hanifa ambaye Imam Shafi anasema annasu fil fiqhi iyalun li Abi Hanifa. Yani watu wote, maimamu wote katika fiqhi ni watoto wa Abu Hanifa. Yeye ndo baba. Lakini mama yake Abu Hanifa alikuwa akiwa na masala ya fiqhi, anataka kuuliza, anamtuma Abu Hanifa. Kulikuwa kuna shekhe mmoja anamwambia nenda kwa shekhe fulani muulize fatwa kuhusu. Huyo shekhe mwenyewe huyo ambaye ndo shekhe wake Imam Abi Hanifa ni mwanafunzi wa Abu Hanifa. Mmeona kiasi gani? Mama ana shekhe wake mpenzi ambaye ndo anamuamini, hataki wana suala amuulize Abu Hanifa, anamtuma anamwambia kaniulizie kule. Akimpa yeye fatwa, sije mpaka nisikie kule shekhe wangu jinsi. Sasa anachukua kwa taa ya kumtii mama, anayajua nje ndani nje, juu chini juu, masala anayotaka mama anayafahamu. Anakwenda kwa shekhe wake mamake, na mamake wanakwenda pamoja. Anaambia mama ameuliza 1 2 3. Sasa yule mwana shekhe, wewe ndo mwalimu wangu, mamako ana masala haya madogo, kwa nini usimjibu? Na wewe jibu, yeye anataka wewe. Sasa mimi sijui nijibu nini. Hujui jibu lake ni hivi. Mimi niko kule pembeni nasubiri jibu, mjibu alafu twende nyumbani. Anamfundisha yeye majibu tena. Na bado mama anamwambia. Sasa watu wa nyumbani wakikuona, hata huyu naye kawa shekhe, majirani, kwa sababu kila siku uko nao pale, unaona washachoka na wewe kama hivyo. Kwani utaondoka lini wewe? Yani vitu kama hivi vinazungu. Sasa hizi zinakwenda mpaka kwa ndoa. Nakwambia haya ufahamu.